Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nakuja na swali kutoka kwa moja ya mdau wetu ambaye amekuwa akitufuatilia hapa YouTube, lakini pia huenda kuwa wewe ambao unanitazama kwa mara ya kwanza. Tafadhali naomba nikusihi kwa jina la Yesu, subscribe katika channel hii kwa ajili ya kuweza kupata elimu ya mahusiano kwa kina zaidi. Hapo chini kuna button ambayo imeandikwa subscribe. Bonyeza hapo, lakini pia itakuletea alama ya kengele. Bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata ujumbe ama notification pindi ambapo utakapokuwa nimeweka maudhui katika channel hii. Utakuwa unapata ujumbe moja kwa moja kwenye simu yako kwamba Dr. Kuboja ameweka video inayozungumzia hili na hili. Sasa hebu tuende tukasikilize swali la huyu mdau wetu. Anasema, Dokta, mimi nina mpenzi wangu kama miaka miwili, nilikuwa naye lakini miezi kama minne sasa naishi naye. Sasa nimepata changamoto kidogo ya kuachishwa kazi na kuwa na mawazo mengi, najikuta nikifanya tendo la ndoa yule mtu kakeketwa. Zamani nilikuwa namfikisha kileleni vizuri, ila kwenye hii miezi minne kwa kweli hata nimchezee risali zima hakojoi, nakojoa mimi tu. Sasa analalamika hadi kunitukana, mara ananiuliza, kwani mimi sio mtamu? Unakojoa wewe tu, nitakuacha. Sasa mimi sijaelewa shida nini, maana hata kama nina stresi, lakini zamani anafika kileleni na kukeketwa kwake, ila sasa naambulia matusi. Hata nimchezee hakojoi, nakojoa mimi. Hata nimchezee hakojoi, nakojoa mimi. Sasa nashindwa kutambua nini shida, dokta? Au amekuwa sugu au vipi? Naomba msaada wako dokta. Mimi nadhani ana matatizo. Mimi naweza kusugua hadi dakika 40. Yeye wala. Okay? Swali hili mwanaume huyu amelifafanua kwa kina zaidi. Ameweka vithibitisho, amelitilia mjazo, ametoa sababu ya kukeketwa. Ni kweli inaweza ikawa ni sababu, lakini kuna kitu ambacho nataka niweze kuongea hapa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wanawake ambao wanaonifuatilia kupitia channel hii. Mume wako anaposhindwa kukukojoza, mume wako anaposhindwa kukuridhisha, kuna lugha ya kuweza kuongea naye. Unaweza ukadhani umepunguza tatizo, lakini ukaongeza tatizo. Nimeshakutana na wanawake ambao mara baada ya wanaume ambao kauli alizozipata kutoka kwa mke wake au kwa mpenzi wake zimemfanya akapoteza hisia na akapoteza hamasa kabisa ya kushiriki tendo. Hizo kesi za wanaume hao nimekutana nazo nyingi sana. Sasa nini ufanye? Approach gani uitumie kuweza kuongea na huyu mwanaume ili kuweza kumsaidia? Kuna namna ya kuweza kuongea na huyu mwanaume, lakini habari njema ni hapa. Sio kila mwanaume ambaye anawahi kukojoa ana shida ya nguvu za kiume. Takwimu zinaonyesha 60% wana matatizo ya kisaikolojia na sio nguvu za kiume kama ambavyo wengi tunaamini. Imagine mwanaume huyu ameanza kusema kwamba sasa nimepata changamoto kidogo ya kuachisha kazi, nakuwa na mawazo mengi, najikuta nikifanya tendo la ndoa. Cha kwanza, mwanaume huyu amekutana na changamoto ya kuachishwa kazi. Mtu aliyeachishwa kazi, cha kwanza kisaikolojia, kichwani hawezi kuwa sahihi.
kitaalamu ili mume wako athibitike kwamba ana changamoto ya nguvu za kiume ni yule mwanaume ambaye atakwenda mfululizo miezi mitatu akiwa anawahi kumaliza ndani ya dakika 3 au dakika 2. Lakini mwanaume huyu pia tunasema awe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa kwa wiki isipungue mara 4. Je, mume wako ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa mara 4 kwa wiki? Na kama hawezi ni kwa nini? Na sio kwamba mwanaume ambaye hana nguvu hawezi kushiriki tendo la ndoa mara 4 kwa wiki. Huu ni moja ya utaratibu hasa kwa wale ambao walioko ndani ya ndoa na una mwanamke ambaye unaishi naye. So kuna vitu vingi vya kuweza kuviangalia mpaka tuthibitishe kwamba huyu mwanaume kweli ana shida ya nguvu za kiume. Sasa mwanaume kama mume wako ana changamoto hii, nitafute niweze kukusaidia. Nikupatie ushauri ambao utakao kusaidia kwa kina zaidi. Tujue namna gani ya kuweza kumsaidia mume wako badala ya kutumia kauli kama za dada huyu. Anasema mara ananiuliza, kwani mimi sio mtamu? Unakojoa wewe tu, nitakuacha. Moja kwa moja dada huyu anatengeneza majeraha ya kihisia kwa mume wake. Mwanamke ambaye umetazama video hii mpaka mwisho, mume wako ana hii changamoto, nitafute niweze kusaidia. Kuna gharama ndogo ya kuongea na mimi. Utanipigia, nitakupa utaratibu namna gani ya kuweza kuongea na mimi. Lakini pia huenda kuwa wewe ni mwanaume umefuatilia video hii, nawe pia unahitaji msaada wa kisaikolojia. Moja kipaumbele changu kikubwa sana katika mwaka 2026 ni kubadilisha mtindo wa maisha hasa katika upande wa vyakula. Moja vitu vikubwa sana ambavyo na base ni katika tibalishe. Nini unakula? Nini unatakiwa ule? Nini unatakiwa usile? Kama wewe ni miongoni mwa wanaume ambao wamezunguka sana, umetapeliwa sana dawa, Dr. Kuboja sio kwamba sina dawa. Dawa ipo. Lakini lazima niweze kuongea na mhusika cha kwanza. Niangalie namna gani ya kuweza kumsaidia psychologically. Ndipo tutafuata katika matibabu ya kimwili. Nikiona kuna uhitaji wa huyu mwanaume aweze kupata dawa. Mwanamke ambaye ananifuatilia, kuna kitu ambacho tulikuwa tumejifunza, lakini kuweza kupata elimu hii namna gani ambavyo utakapomsaidia huyu mwanaume. Kuna details, kuna vitu vya msingi ambavyo unataka uweze kuvizingatia. Nitafute niweze kukusaidia. Ushauri na saa. Usimtukane, usitumie kauli ambazo ni mbaya, kauli za kumdhoofisha, kauli za kumdhalilisha, kauli za kumwaibisha, kauli za kumfanya jisikie kwamba na ajione hana thamani, ajione yeye mwanaume. Ni kauli ambazo zitazidi kuchochea tatizo liongezeke. Naitwa Dr. Kuboja. Kama unahitaji huduma ya ushauri na saa kuweza kuongea na mimi, nipigie katika namba ifuatayo: 0765493645. 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Takia siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.